Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na kufahamu umbali wa sauti za wapinzani. Israeli huwa wanafahamu sauti ya yoyote anaowazungumza huwa inaanzia wapi inaishia wapi. Hilo huwa wanalifahamu. Kwa hiyo kama wanafahamu sauti ya nchi fulani inaweza ikatoka sehemu moja ikaishia sehemu ya pili, basi huwa haliwatishi sana. Hawatishiki wala haliwatishi kwa sababu wanafahamu wataenda kufanya nini. Kumbukeni nilichokisema. Nilisema hivi, nchi zitalani, wataenda kwenye baraza la usalama, watatoa taarifa ya kulani. Israeli ataendelea na atatimiza lengo lake. Ziara chini ya siku 10 toka Netanyahu alivyosema kuwa tutaitambua Somaliland kama nchi huru. Waziri wa kigeni wa Israeli anatembelea Hargeisa, yupo kwa ziara katika kile kinaitwa kuanzisha uhusiano. Rais wa Somaliland Abdirahman Muhammad Abdullah atasafiri kwenda Israeli hivi karibuni katika mpango ule ule wa kuongeza uhusiano. Zile sauti za Uturuki, sauti za nchi zenye Waislamu wengi, sauti za nchi mbalimbali, sauti ya AU, zimeishia wapi? Zinaishia hapo hapo zilipo, kwa sababu hii ni sauti ya Israeli ambayo wanafahamu mwisho na udhaifu wa wengine wote unapoanza na kuishia. Hakuna chochote kitachotokea. Sasa ni rasmi, uhusiano unaanza kufunguliwa kati ya Somaliland na Israeli, na hiki ndio kinachofuata. Kwa sababu balozi wa Amerika wakati wa mkutano ule wa Umoja wa Mataifa alipoulizwa kuhusu hili swala alisema hivi, Israeli inayo haki ya kuwa na uhusiano na nchi gani bila kuingiliwa kama nchi zingine. Inayo haki. Lakini balozi huyu wa Amerika wakati Uingereza, Ufaransa na Canada zilipoitambua Palestina, alisema hizi nchi zimekosea. Na hata seneta ambayo huwa ninawaambia, moja wa maseneta wasiokuwa na akili timamu, Lindsey Graham, alisema kuwa hizi nchi zinapaswa ziwekewe vikwazo. Yani ule unafiki na ule undumila kuwili, ile double standard, ndio huwa inadhihiri wakati huo kuwa kumbe huyu akifanya hivi inakuwa sawa na huyu akifanya hivi sio sawa. Yani Israeli kutambua Somaliland ni sawa, sababu uhuru anao, lakini wengine kuitambua Palestina no, sio sawa. Sio sawa. Yani hiyo ni sawa na kuwa, niliona taarifa ya Indonesia ambayo walitoa, walikuwa na hoji kuhusu kukamatwa kwa Maduro. Wanasema kuwa Marekani ikiacha unafiki wake, kama inamshutumu Maduro kwa hizo zote hizo tabia, sijui alikuwa hivi, kwa nini Marekani hawamkamati Netanyahu katika zile yuko hivi na hivi, wamkamate hivyo, siende kwa Netanyahu, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani. Yani unakaa kuzungumza hapo kuwa hili haliwezekani. Lakini unafiki mwingine wa Marekani kwenye hili swala, Marekani wanasema kuwa sisi tunabaki kwenye kile kitu kinaitwa kuwa tunatambua Somaliland kama, yani Somalia moja. Yani ukisikiliza Marekani wanasema kuwa tunaunga mkono Somalia moja, yani bila kuitoa Somaliland. Lakini Israeli anaitambua Somaliland na anatumia mkataba wa Abraham ambao ni mkataba wa Marekani katika kuitambua Somaliland. Lakini Marekani anavyowapumbaza wengine kujionyesha kama hayuko na Israeli, hali ya kuwa yeye anamkinga kwa kila kinachotokea. Ndio maana wengine niliwaambia hawawezi kubeba azimio lolote la kumwajibisha Israeli. Kitendo cha kubeba azimio, manake unataka Marekani atumie veto, atalizuia, atakuzuia, hamtotimiza lolote. Sasa huu ni katika unafiki ambao unaweza kusema kuwa huu ni unafiki tu wa ulimwengu ambao unaweza ukaenda au ukaelekea kwingine. Kwa Maduro ni kitu kingine, kwa upande wa pili kitu kingine. Mtu mmoja leo alinitumia message. Unajua linapotokea jambo
huwa kuna taarifa nyingi sana zinatokea. Kuna wale wanachukua taarifa halisi, kuna watu hutengeneza taarifa, lakini kuna watu tu wanaamua kutanua tu, kila kitu kinakuja wala hukisikii. Mfano hili la Maduro, nadhani kuna baadhi yenu mmeona ile kuna andiko moja linasema kuwa mpango wa kumkamata Maduro ni mpango uliosukwa wakati ya Donald Trump mwenyewe na Maduro. Umeliona hilo tangazo kuwa Maduro alisema kuwa alicheza mchezo na Donald Trump ili akamatwe, akisha kamatwa halafu baadaye atakuja kuachiliwa. Baadaye atakuja kuachiliwa. Kuna mtu aliniuliza leo, Rabi, na ukweli ndani yake? Nikamwambia hivi, ndugu yangu, unajua iko hivi, Waafrika tuna ugonjwa mmoja. Tunapenda sana sana kuamini kile tunachoambiwa, lakini huwa hatupendi kuamini kile tunakiona. Nikamwambia iko hivi, kile unachokiona ndio halisi. Hii kauli huwa nairudia mara nyingi. Yaani kile wewe unachokiona, hicho ndio halisi, sio kile unachoambiwa. Sasa sisi huwa tunapenda sana kuamini kile tunachoambiwa kuliko kile tunachokiona. Baba, unachokiona ni kuwa Maduro yuko gerezani Marekani, Maduro amesimamishwa mahakamani. That is a reality. Huo ndio ukweli na huo ndio uhalisia. Yule ni Maduro, na Maduro yuko gerezani, na Maduro yuko Marekani kakamatwa. Huhitaji kutafuta chochote kingine cha kutaka kusema kuwa eti kuna some stories behind the story and story. Hakuna. Yani hii inanikumbusha, mnakumbuka wakati wa ile vurugu ya Israeli na Hamas, kina Ismail Hania na kina wenzake, kina Yahya Sinwar na wengine, kulikuwa kuna taarifa moja inasema kuwa mpango wa kuvamia Israeli ulikuwa ni mpango ulioandikishwa kati ya Hamas na Israeli katika mpango wa pamoja. Nikawaambia, jamani, hivi nani anaweza kuchezesha mpango kama huo? Mfano tuchukue tu wa Maduro. Kabla ya hili swala la kunyakuliwa, kauli inasema mtani amenyakuliwa, niliwahi kuwaletea taarifa kuwa Maduro alipewa ofa ya kuachia madaraka. Mnakumbuka katika mazungumzo ya simu ya dakika 10 na Donald Trump, alipewa ofa, achia nchi, nenda kokote, sisi tutakusamee wewe na watu wako. Akitaka nenda Uturuki ilizungumzwa sana kuwa anaweza kaenda Uturuki. Hiyo ilikuwepo. Sasa hebu fikiria kitu kimoja. Maduro huyo kama alikuwa na ofa ya Uturuki au alikuwa na ofa ya kuachia madaraka, kutoka kabisa, atoke madarakani, aachie uongozi, ya resign, aondoke zake, alafu Maduro huyo kakamatwa katika mpango ule wa kukubaliana, kipi kinakuingia? Kwa sababu kama kungekuwa na hayo makubaliano, option ya kwanza ilikuwa ni bora kuliko kiongozi kupigwa pingu, kuzibwa masikio, sijui kuzibwa macho, kupandishwa kizimbani. Hiyo ni kashfa na ni udhalilishaji. Kwa nini usichukue option ya kwanza ile, nimeamua kuresign, niwaachie wengine, naweza kusema kuwa nimeogopa umwagaji damu kwa raia wangu, sitaki umwagaji damu wote, kama shida ni mimi nitaondoka na mwingine akae kwenye nafasi, na mimi nimeamua kwenda kuishi uhamishoni. Ipi option nzuri? Utaona option ya kuhama ilikuwa bora zaidi. Kwa hiyo ukiunganisha doti utaona kuwa hii story haina ukweli, kuwa eti yeye aamue kumwambia Trump tucheze mchezo, nikamate, halafu utanipa pardon, yani kuwa utakuja kumpa msamaha baadaye. Ni taarifa ambayo inakuwa haiko kwenye uhalisia. Uhalisia ni kuwa hakuwa anajua lolote, alikuja kudakwa baada ya wenzake kumuunguza na kumuweka kati, wakamchukua. Lakini hakuna kuwa eti kuna makubaliano fulani. Nimekumbuka nikamwambia, mnakumbuka swala la Israeli lililozungumzwa kuwa Hamas wamefanya vile ili iwe. Jamani, unaweza kucheza mchezo wa kifo, yani tucheze mchezo wa kifo. Ismail Hania, mnakumbuka shambulizi ambalo lilitokea familia yake, watoto wake 4 walishambuliwa na drone ya Israeli. Mnakumbuka kipindi kile ilikuwa ni kipindi cha Idi. Familia yake watu sijui 4 sijui 6 walikwenda. Nani anataka kucheza mchezo na familia yake? Nani anataka kucheza mchezo na ndugu zake kuuawa? Huyo Ismail Hania. Mwisho sikaja kauawa yeye mwenyewe, still wanacheza michezo. Lakini safu nzima ya viongozi wa Hamas yote, kina Mohamed Deif, kina Saleh al-Aruri, kina Mohamed Sinwar,
Raid Said juzi, wote wale Yahya Sinwar wote wamewawa. Utasema kuwa kweli walikuwa wamesaini makubaliano ya kufanyiana mchezo ili waje wauawe? Ni kitu ambacho unaweza kusema kuwa no, hawa walikuwa ni halisi kwenye mapambano yao. Yani hawa walikuwa kwenye mapambano yao halisi, na nimewahi kuwaambia mara kadhaa kuwa hawa watu kama wangekubaliana na, wala wasingeishi kwenye mahandaki, wala wasingekuwa wanajificha, wala wasingekuwa wanafanya nini, wala wasingekuwa most wanted, wala wasingekuwa nini. Wangeenda kuishi sehemu yoyote kwa raha yao, sehemu yoyote kwa raha yao, kwa sababu hawa ndio walikuwa top leaders wa Hamas. Hawa ndio walikuwa wanaoiongoza Gaza. Yani ukimchukua Yahya Sinwar kwa pale Gaza, unaweza kusema kuwa chief in charge, au unaweza kusema alikuwa ni kama CDF, au ni mkuu wa majeshi, kwa sababu yeye ndio alikuwa mkuu wa kitengo cha Qassam Brigade, ambayo Qassam Brigade ndio jeshi kuu ambalo linalotambulika pale Gaza, linaoweza kulinda mipaka, linaweza kufanya. Sasa bosi wao mkuu wa majeshi ndio anakuwa Yahya Sinwar. Lakini unapochukua mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Ismail Hania, unaweza kusema kama vile ni kiongozi au ni governor au ni rais wa lile eneo. Kwa hiyo eneo lenye wakazi 2.3 milioni, kodi, mahitaji, misaada, mikopo, sijui nini, yote ilikuwa inafika, na wao ndio wanaopanga mipango kuwa hizi fedha ziende sehemu fulani, hizi fedha zikafanye kazi sehemu fulani, hawa wenyewe. Sasa hawa watu walikuwa kwenye position kubwa sana, ambayo unaweza kusema angekuwa mtu mwingine kuwa asingetaka hayo. Fedha nyingi imeshakaa, wana uamuzi wa kutumia fedha, wanaweza wakachukua fedha, wanaweza wakafanya nini, kwa sababu nchi kama Qatar, nchi kama Saudia, nchi kama Irani zilikuwa zinaingiza mamilioni ya dola. Lakini usisahau Israeli alikuwa anatumia mamilioni ya dola kwa Hamas kwa ajili ya kutendesha sera zake ambazo anazozitaka yeye mwenyewe hapo awali wakati wanajenga Hamas. So hawa watu vipi waje kucheza mchezo wa kifo? Haiwezekani hawa wakaja kucheza mchezo wa kifo. Hawa walichokuwa nakifanya ni halisi, na vifo vyao ndio maana vimekuja kuwa halisi. Anauawa Hudhaifa ambaye anakuwa nini, anaitwa nani, huyu msemaji wa Hamas, Abu Ubaida, wakati kombora linapiga kwenye nyumba, limeua na watoto wake 3. Yani familia, entire family imeangamizwa. Utasema kuwa hawa watu walikuwa bado kwenye michezo? Yani unawezaje kucheza michezo kama hii? Hauwezi. Hii sio michezo ya namna hiyo. Michezo ya hivi haipo. Huu ni uhalisia. Kwa hiyo unapozungumzia kuhusu swala la Maduro, eti Maduro alikuwa na hii alikuwa no. Maduro amekamatwa kweli, na Maduro yuko chini ya bar. Maduro anashtakiwa kweli na Marekani. Maduro kadhulumiwa kweli. Kila kitu ni kweli katika kila kitu unachokiona kinachomhusu Maduro. Hakuna kile behind the scene kuwa story unayoipata haina uhalisia. Uhalisia ni kuwa Maduro yuko gerezani. Huu ndio uhalisia. Na story nyingine yoyote wewe weke pending. Amini kile wewe unachokiona, sio kile ambacho wewe unakisikia. Saudi Arabia imetoa taarifa, na hii inazidi kunionyesha mpasuko wa Gulf States, au unaweza kusema kuwa nchi za Ghuba. Ule mpasuko unazidi kuonekana, na mpasuko huu ni kati ya Saudi Arabia na Emirati au UAE unavyozidi kuonekana. Saudia inasema hivi, hebu hii taarifa niitafute, halafu nikusomee hii taarifa, halafu nijaribu kuijadili na wewe kidogo. Hii taarifa mimi mwenyewe inasema hivi. Mtandao wa habari wa CNN Jumatatu uliripoti kwamba Saudi Arabia imetoa shutuma zisizo za kawaida dhidi ya Falme za Kiarabu, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya mataifa hayo mawili ya Ghuba, ukizingatia wasiwasi kuhusu jukumu la UAE nchini Syria. Mnakumbuka kuna siku nilivyokuwa nazungumzia mzozo wa Yemen, nikagusia kidogo kinachoendelea Syria, nikawaambia na kinachoendelea Syria, UAE wako upande wa against, yani wamepelekwa kuivuruga tena Syria. Maana yake kuwa kuna Sudan, kuna Yemen, kuna Syria, siji kuna, yani sasa
UAE niliwaambia amekuwa ni kirusi kamili, yani amekuwa ni wakala kamili wa uzayuni Mashariki ya Kati. Hii ni taarifa ambayo Saudia wanaitoa. Kulingana na mtandao huo, Riyadh inaamini kwamba Abu Dhabi imekuza uhusiano na vipengele vya jamii ya Druze ambayo baadhi ya viongozi wake wamejadili wazi wazi kujitenga. Saudi Arabia inaona hili ni kama tishio la moja kwa moja kwa umoja wa Syria na usalama wake wa kitaifa. Wakati nchi za Kiarabu na nchi mbalimbali duniani zimekuwa zikimshutumu Israeli kwa kuvuruga usalama kwa kufanya mashambulizi, kuvamia, kufanya nini ndani ya Syria, tayari Imarati au UAE anatajwa kuwa ameanzisha uhusiano ndani ya Syria na makundi ya wachache. Makundi ya wachache ndani ya Syria, utachukua jamii ya Druze, utawachukua wale al-Ismailia, lakini utawachukua Wakristo. Ndio makundi ya wachache. Sasa mnakumbuka mgogoro wa Druze uliotokea miezi 3 au 4 iliyotokea ndani ya Syria katika mpaka kule, ilikuwa ni mpaka wa karibu upande wa pili na Golan. Ndio eneo lenye jamii ya Druze hawa. Jamii wengi, unajua Druze wengi walikuwa wako Golan, na Israeli ilivyoichukua Golani kuna Druze walikuwa huku. Ulivyoanguka utawala wa Bashar al-Assad, Israeli ikatoa mpaka ikausogeza ndani, kwa hiyo ikajikuta imechukua jamii kubwa ya Wadruze. Sasa UAE anaanzisha kuwapambanisha Druze kuwa, yani kutafuta kujitenga. Unajua maana yake? Yani kama Druze wa Syria wakisema kuwa tunataka kujitenga, maana yake ukiangalia ni kuwa hili ni wazo lililotoka Tel Aviv. Hili ni wazo la Israeli kuingiza Druze kuwa sehemu ya Israeli, kwa sababu tayari kuna Wadruze walio Golani ambao karibu miaka 50 wengine waligoma kubadili uraia wao. Na ndio nikawaambia kuwa kuna vijana walizaliwa jamii ya Druze. Druze ni Warabu ambao Druze ni dini pia, lakini ni jamii ya Warabu ambao kiasili walihama karibu miaka 2000 au miaka 1500 kutoka hasa eneo la Misri, wakasogea upande wa pili wa Syria, wakawa hapa kwenye mpaka. Ni jamii ndogo ya watu, sio wengi sana, lakini Druze walikuwa nakaa milima ya Golani huko na Meron, ndio walikuwa wanaishi. Mgogoro wa Syria na Israeli wa 1970s ule 68, Israeli ilivyoteka mwaka 70 ngapi ilivyokuja kuchukua, ilikata ikachukua Golan. Ile Golani wale wa Druze wengine wakawa wanaishi Israeli, lakini ni raia wa Syria ambao waligoma kubadili uraia. Kwa hiyo kuna vizazi na vizazi vilikuja vikabadilika, lakini kuna watoto wao walikuja wakakubali uraia wa Israeli. Na ndio maana nikamwambia, ukiona askari anaongea Kiarabu au askari Mwarabu kwenye jeshi la Israeli, fahamu hiyo ni Druze, kwa sababu sheria ya Israeli inazuia hata Wapalestina ambao walikubali kubadili uraia wao wakawa wa Israeli, ambao wanafika 20% ndani ya Israeli, hawaruhusiwi kujiunga na jeshi. Jamii mbili ndani ya Israeli hazijiungi na jeshi na zinaleta yani Warabu wote hawaruhusiwi, ambao kiasili ni 20%, ambao wengi wanatajwa kuwa ni Wapalestina, hawaingii jeshini kwa hofu kuwa huenda wakasaliti au wakasababisha matatizo. Jamii ambayo haijiungi na jeshi ni jamii ya Wayahudi wa Ki-Orthodox, Druze, wale Haredi wa Orthodox, Ultra Orthodox, ambao wanafika ni 13%. Mgogoro wao mnaufahamu, niliwahi kuwahadithia, ulileta utata karibu kuivunja serikali ya Netanyahu, kubadili sheria ili waingizwe wao. Wakati Israeli inatangazwa 1947 walikuwa 120,000, wakaachwa kuwa hawa Wayahudi wabaki Wayahudi wa kidini. Hawaelewani kabisa na serikali ya Kizayuni, na hawa ndio wenye maandamano makubwa ndani ya Israeli kuipinga serikali, lakini wanachukua posho na ufadhili wa serikali. Hawa hawajiungi na jeshi, yani kuwa waliachwa wahubiri dini tu na wahudumie dini. Sasa misingi ya kidini yao haingiliani na sera za Kizayuni za Israeli. Ndio maana migogoro yao mingi imekuwa mikali sana kati ya Haredi na serikali ya Israeli. Hawa hawajiungi na jeshi, Haredi hawajiungi na jeshi, na Warabu hawajiungi na jeshi. Sasa ukiona Mwarabu kwenye serikali ya Israeli au kwenye jeshi la Israeli, fahamu hao Warabu ni jamii ya Druze ambao wako Syria. Sasa Imarat anawaambia Druze lazima wajitenge. Unajua manake? Kama Druze wa Syria wakisema ndio tunajitenga, maeneo watao ya kata ni maeneo ya mipaka kati ya Israeli na Syria. Maana yake Israeli anaendelea kufaidika kupitia Great Israeli, yani maeneo yale ambayo hivi sasa yako kwenye shutuma za kimataifa kwa nini Israeli anayakalia, moja kwa moja yatahesabika sio maeneo ya Syria,
yani ni maeneo ambayo ya Wadruzi ambao wanataka kujitenga, lakini Druze hawawezi kujitenga, wanaweza wakawa ni jimbo ndani ya Israeli ambao wanategemea taarifa kutoka, yani wanapokea amri kutoka Tel Aviv. Hii ni project ya Reshape Middle East ambayo imeendelea, ni project ya kufanya Great Israel iwe kubwa. Sasa Israeli alipata shutuma nyingi kwa sababu mnakumbuka miezi mitatu iliyopita mgogoro uliotokea huku wakati jamii ya Druze ilipoanza kushambuliana na wanajeshi wa serikali ya Syria. Israeli na jeshi la Ahmed al-Sharaa likatuma vikosi kwenda kutuliza vurugu ndani ya miji ya Daraa kule. Wakati wanaelekea kule Daraa, Israeli ikaanza kushambulia vikosi vya Syria, ikazua mgogoro mkubwa sana. Ikasema inawalinda jamii ya Druze ili wasije kushambuliwa na, yani kuna fitna imeshapigwa hapa kuwa Druze adui zenu ni Sunni, wanakuja kuwaua katika serikali, nyinyi ni wachache. Usisahau kuwa jamii ya Alawit waliopo kule Latakia na Tartus tayari wanataka kujitenga, ambao Alawit ni jamii ya Washia wachache ambao wanatokana na koo ya Bashar al-Assad, ambao wenyewe wapo kule karibu na Mediterranean. Tartus na Latakia ndio walipo kule. Sasa Druze wako upande wa pili, Daraa, karibu kabisa na mpaka wa Israeli. Imarati anatajwa na Saudi Arabia kuwa sasa anawashawishi wa Druze wajitenge na Syria, na Imarati na Saudi anasema kuwa anayumbisha usalama wa Syria. Taarifa hii inaendelea kusema hivi: CNN ilisema wasiwasi wa Saudi Arabia kuhusu sera za UAE nchini Syria ni sehemu ya mtazamo mpana kwamba kuunga mkono watendaji wasio wa kiserikali katika eneo hilo au kushiriki katika mipango nyeti ya ndani kunaweza kusababisha kukosekana kwa utulivu wa kikanda na kuweka mifano hatari iliyoiathiri nchi ya jirani, hasa Saudi Arabia. Ripoti hiyo iliongeza kuwa shutuma hizi za umma zinaonyesha mgawanyiko mkubwa kati ya washirika hawa wawili wa Ghuba baada ya miaka mingi ya uratibu wa karibu. Lugha kali ya Riyadh inaonyesha wasiwasi unaoongezeka kuhusu sera ya kigeni ya UAE. Rahby Digital, haki na ukweli.